Wako watu ambao maisha yao yanaharibika kwa sababu tu ya kuota kwa namna moja ama nyingine habari za watu waliokufa. Watu wengi wamekuwa wakihangaika sana katika maisha yao, na wengine wanapata changamoto mbalimbali ambazo kwa sehemu kubwa sana zinatokana na matokeo ya aina ya ndoto ambazo wameota. Wako watu ambao wanaota lakini yale ambayo wanayaota hawayachukulii maanane, na madhara ambayo wanakuja kuyapata mwilini baada ya kuota ndoto husika ni makubwa kuliko ambavyo wao wanaweza wakazani na kufikiri. Napenda ujue ya kwamba kuna connection kubwa sana kati ya ndoto ambazo mwanadamu anaota na matokeo mabaya ama mazuri ya maisha yake. Kulikuwa kuna mtu mmoja hivi katika taifa la Israeli anaitwa Solomon. Solomon alipokea hekima kwa njia ya ndoto. Siku moja alikuwa amelala, akasikia sauti ya Bwana Mungu muumba wa mbingu na nchi akimwambia Solomon, omba jambo lolote ambalo unataka nitakupa. Solomon akiwa amelala akamwambia Bwana, ninaomba unipe hekima ya kuongoza na kuwatawala watu wako. Mungu alishangazwa na maombi ya Solomon, akamwambia nilizani ungeomba utajiri, lakini kwa sababu umeomba hekima, vile vile nitakufanya kuwa tajiri. Ninazungumza nini? Ya kwamba maisha ya Solomon yalibadilika, yakawa ni maisha yenye thamani, yakawa ni maisha yenye utajiri. Na leo hii dini zote mbili kubwa duniani, Waislamu na Wakristo, wanajua habari ya hekima ya mfalme Solomon ama Suleiman. Lakini ilianzia wapi? Ilianzia kwenye ndoto. Ndivyo ambavyo kwa watu ambao wamekuwa wakisumbuliwa sana na ndoto za watu waliokufa. Wako watu ambao maisha yao yanaharibika kwa sababu tu ya kuota kwa namna moja ama nyingine habari za watu waliokufa. Ni jambo la hatari na ni jambo baya sana unapokuwa ukiota ndoto za watu waliokufa. Usije ukafikiri ni ndoto tu kama ndoto. Maisha yako yanaweza yakaathirika sana kwa sababu ya aina hiyo ya ndoto. Na ndio maana leo nataka nianze kuzungumza kwa habari ya maana ya kuota ndoto za watu waliokufa. Inamaanisha nini usiku umelala alafu shangazi yako aliyekufa anakutokea kwenye ndoto? Yawezekana akakutokea katika mazingira ya mahali ulipo, lakini yawezekana vile vile ukamwota huyo mtu katika mazingira mengine kabisa. Unaweza ukamwota mtu aliyekufa mpo naye katika mji mwingine, mpo naye katika mahali pengine. Unaweza ukamwota mtu aliyekufa uko naye kwenye sherehe, kwenye harusi, mnakula pamoja, mnafurahi. Unaweza ukaota mtu aliyekufa na kupatia kitu. Unaweza ukaota unamuomba mtu aliyekufa akusaidie. Kwa namna yoyote ile, ninachotaka kujua ni kwamba kwa kadiri ambavyo umeota ndoto ya mtu ambaye hayuko hai, mtu amekufa, ni shida, ni tatizo, ni jambo baya sana ambalo unatakiwa uchukue hatua na ya kuweza kuepukana na madhara ambayo yanaweza yakakupata mwilini. Kwa hiyo nitazungumzia leo kwanza maana ya kuota mahusiano kati yako wewe na mtu aliyekufa, kama ni mahusiano ama namna yoyote ambayo umetokewa na mtu aliyekufa. Lakini katika sehemu ya pili nitazungumzia madhara ya kuota ndoto za watu waliokufa, na sehemu ya tatu nitamalizia kwa kuelekeza namna gani unaweza ukaepukana na aina hizo za ndoto na kuzuia yale madhara ambayo ulitakiwa uyapate yasiweze kukupata. Lakini kwenye sehemu ya kwanza napenda ujue ya kwamba mtu yoyote ambaye anaota habari za watu waliokufa, inamaanisha ya kwamba na ya kuwa roho ya mauti imeachiliwa kutenda kazi kinyume naye. Kumbuka huyu ni mtu ambaye amekufa. Kwa hiyo unaota habari ya mtu aliyekufa, maana yake umeiota roho
ya mtu aliyekufa. Na maana yake ni kwamba kuna roho ya mauti ambayo imeachiliwa ili iweze kutenda kazi kinyume nawe na kukuletea uharibifu. Sio roho ya mauti iliyokuja kukusaidia. Naulia tena, sio roho ya mauti iliyokuja kukusaidia. Hata ukiota ndoto mtu aliyekufa, uko naye sehemu, mnakula, mna furaha, wewe una uhakika, usije ukaamka una furaha ukasema leo nimemwota mama yangu aliyekufa amenitokea, tulikuwa tunakula, mambo yatakwendea vyema. Tayari kuna namna ya umauti ambayo imeachiliwa kinyume nawe. Unatakiwa kujua namna gani ambavyo unatakiwa kuifuta hiyo ndoto. Katika sehemu ya pili nitakapokuja kuzungumzia madhara ya kuota njozi za watu waliokufa, nadhani utaelewa mapana. Lakini tuko leo kwa sababu nilikuwa nataka kuweka aina fulani hivi ya utangulizi na introduction ya kwamba ukiota njozi kwa habari ya watu waliokufa, maanake kuna roho ya mauti ambayo imeachiliwa kutenda kazi kinyume nawe, na sio ndoto nzuri. Katika miongoni mwa ndoto mbaya kabisa ambazo unatakiwa kuziepuka ni hiyo. Nimeshuhudia watu wengi ambao walikuja kwangu niwasaidie kuwapa msaada wa kiroho, na ukianza kuwahoji maisha yao na kwa nini wamekukimbilia, utakuja kugundua kwa kina wakati fulani, nyakati fulani, katika kipindi fulani walihusiana na watu waliokufa kwa njia ya ndoto, na baada ya hapo vitu vikaanza kuharibika. Kwa hiyo chukulia jambo la kuota watu waliokufa kama jambo ambalo ni very serious, unahitaji msaada. Tutakutana katika sehemu ya pili ambapo nitazungumzia sasa madhara ya kuota watu waliokufa, na kumbuka sehemu ya tatu tutamalizia namna gani ya kuzishinda namna hiyo ama namna ya kushinda ndoto za watu waliokufa. Baki umebarikiwa popote ambako unanisikiliza. Amen.